Mimi nauliza swali, hivi ni kweli tamaa ya mwili huwa inamalizwa kwa kuoa? Yaani kwamba mimi binti kijana, ili nimalize tamaa natakiwa nioe? Ndio jawabu la mimi binti nikiwa na tamaa, au kijana ukiwa na tamaa ndio jibu? Ingekuwa hivyo, mbona kuna wananchi huku wameoa, wamo kanisani wameoa, lakini bado ni mizinzi, ameoa. Kwani pale anapokuaga ameoa, si angesema nimeshaoa basi sita chepuka? Mbona kuna walio wanachepuka? Kinachowasukuma wachepuke ni kitu gani? Ikiwa tamaa, yani hizo sijui haja sijui nini zinamalizwa kwa kuoa. Wenda ufahamu wangu ni mdogo, sijui, ila mi swali langu ni moja tu, kwamba tamaa huwa inamalizwa kwa kuoa? Yaani ni sawa na kuchukua kipande cha mkate unaziba kwenye tundu la panya, unaenda kuzibilia pale, unasema panya hawezi kupita hapa, panya hawezi kupita. Ni sawa na mnavyotuambia kwamba tamaa huwa inamalizwa yani kwa kuoa. Mtu akioa ndo tamaa inaisha. We mtu wa Mungu, hapana. Wapo walioa mwe hawajaitulia moyo, wapo. We fanya ibada mwe. Paulo kule anasema mlioa mwe kama hamjaoa. Sasa mkiwa mnatuhamasisha hivi mabinti, mnasema kwamba kijana unakaa hujaoa. Ukiwa binti, ukiwa kijana, hivyo hivyo ulivyo, kuishi bila mahusiano ya kimapenzi inawezekana. Hatumaanishi usioe, hatumaanishi usiolewe. I don't know nifafanue kwa namna gani, lakini imekuwa ni namna ambayo basi imekuwa sasa ni kama ni ugomvi. Watu wanaona ni kama hawa wananchi hawa wanahamasisha watu wasio wanaolewa. Hapana. Hapana. Kuolewa kwenyewe si kuolewa ambako basi watu mlishaweka ni kwamba mpaka uzunguke na mtu, mwende hadi Matema, mwende mpaka Victoria, Mwanza Victoria Ziwani kule, mwende hoteli fulani, mkazurulemo humo mtoni, mkazurule kwenye vichaka, mkafanya vya hapana. Binti kijana kuishi bila mahusiano ya kimapenzi, yani unaishi alone, ukiwa mwenyewe, ukiwa binti, ukiwa kijana, unaishi alone mwenyewe, inawezekana. Hiyo sio pengine tunaongea kwamba tu ni other story. Au ndo maisha wengine tunayaishi. Ni kweli kwa nyuma tulishaikuwa na mahusiano. Utasema unaongea umeshapita. Ndio haimo faida mle, hamna faida yoyote ambayo leo unaweza kaniambia nianze kuelezea kwenye yale mahusiano niliyopita kuna faida gani nimeipata, pengine kitu gani cha maana nilicho zaidi. Maeneo mengi nimeishia kuharibikiwa, nimebaki kuharibikiwa mpaka leo unabaki una majuto ya milele na milele. Kama miili ndo tumeichakaza hadi pa mwisho, kama chochote nakuwa tumefanya mpaka pa mwisho. Binti kijana kuishi bila mahusiano ya kimapenzi inawezekana. Hatujasema kwamba usiolewe au usioe. Hapana. Kuishi tu binti upo kanisani umenyokaga tu, yani kijana umo kanisani umenyokaga, hiyo inawezekana. Kwani wapi Biblia iliposema kwamba tukiwa mabinti na vijana natakiwa tuwe na mahusiano ya kimapenzi? Wapi ilipoandikwa hayo maandiko kwamba sisi kwa sababu ya ujana inatakiwa tunahalalishiwa tu kufanya vibaya, kuonekana kwamba kwa sababu mimi ni kijana sisi tuko free kufanya chochote? Hapana. Tukiwa kama mabinti, tukiwa kama vijana, tunapaswa kuwa nuru, tunapaswa kuwa kielelezo, kwa mwenendo, kwa vitu vingi sana. Tukiwa kama mabinti na vijana, kuishi bila mahusiano ya kimapenzi inawezekana. Hatujasema usiolewe.
usioe. Zamani tu, nenda tu zamani zile za wazazi wetu wale, wababu wabibi wale, palikuwa hapanaga mahusiano ya kimapenzi kama upumbavu ambao tunakuwa tunaendelea nao saa hizi. Yaani ni upumbavu, ujinga. Hakuna utofauti wa mtu wa nje ambaye hajaokoka na mtu aliyeokoka. Aliyeokoka na ana wanaume 3. Ambaye hajaokoka na wanaume 3. Aliyeokoka na mwanaume mmoja ambaye sijui ndo anaita mpenzi, sijui hani, sijui nini. Unaye mwingine aliyeokoka na zini, ambaye hajaokoka na anazini. Sasa hakuna utofauti wa mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka, ila mimi hapa kukuletea habari kwamba binti kijana kuishi bila mahusiano ya kimapenzi inawezekana. Wewe ni vizie sehemu yoyote, sema dada nitakufuma tu. Hapana, hauna pa kunifumia mimi. Nishaamua kabisa kwamba hapana, mimi maisha yangu yatakuwa ni ya mlengo huu, nitakiwa niishi vipi. Amen. Yusufu alikataa kuzini na mke wa Potifa, si kwa sababu eti kwamba alikuwa anaogopa watu. Alikataa kuzini na mke wa Potifa kwa sababu ya hatima yake alionayo, kwa sababu alijua kwamba akizini kila kitu kimeishia pale. Na ndio maana akasema kwamba nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Kwa kumbe hatima yake ilikuwa inamtegemea Mungu. Yaani ili afike kwenye ile hatima anatakiwa aende na Mungu, anatakiwa awe na uwepo wa Mungu, anatakiwa apelekwe na Mungu. Kwa alijua tu kwamba akizini kula liko takiwa kufika hafiki. Amen. Ni rahisi sana kuendelea na Mungu ambaye umemthibitisha kwenye maisha yako au umemthibitisha kwenye maisha yako. Tujampa maana ajisifa Bonaventure ujune kilichomfanya aendelee na Mungu hata kwenye wakati mgumu aliopitia. Iwe ni kuwekwa Central Police zaidi ya siku 5, iwe ni kuumwa alikoumwa zaidi ya wiki 1 mpaka anaondoka duniani. Moja kitu ambacho kilikuwa kinampa ujasiri mkubwa wa kuendelea na ukili wake kuwa ule kwa sababu ya namna Mungu ambavyo alikuwa amemsaidia na alivyomthibitisha kwenye maisha yake. Kienda kwenye shuhuda zake nyingi, namna Mungu alimsaidia, akasema Mungu amsaidia ni kwa kanisa na vitu kaza ambavyo unakuta alikuwa amesaidika. Hivyo tu nitaendelea na Mungu ambaye nimemthibitisha kwenye maisha yangu mwenyewe, sio wa historia tu.